Uamkapo yatazungumza nawe, maana maagizo hayo ni taa na sheria hiyo ni nuru, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima, ya kulinde na mwanamke mwovu asikupate, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Maana kwa malaya mtu utiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate, na kahaba umwinda mtu anase nafsi yake iliyo ya thamani. Je, mtu aweza kuchukua moto kifuani pake na nguo zake zisiteketee? Je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake. Kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia. Watu hawamdharau mwizi akiiba kujishibisha iwapo anaona njaa, lakini akipatikana atalipa mara 7, atatoa mali yote ya nyumba yake. Haleluya! Jumbe wangu jioni ya leo, je, mtu aweza kuchukua moto kifuani pake nguo zake zisiteketee? Je, mtu aweza kuchukua moto akauweka kifuani alafu nguo zake zisiteketee? Haleluya, haleluya makutano. Haleluya, haleluya mtu wa Mungu. Nani anaujua moto? Tukiwasha mkaa, mwae kuchukua ule moto kaweka kifuani pako, alafu natarajia utateketea? Kila mwanadamu akichukua moto akauweka kifuani unakuungua. Moto na kazi ya kufanyeje? Lakini anasema yapo maagizo yake. Mwanadamu akiweka kifuani hapo, atembee naye anakuwa ni taa mguu yake, na anafanya nafsi ya mwanadamu itembee kwenye uzima. Mengine ni moto kifuani, alafu yeye ana maagizo yaliyo taa. Mwanadamu akiendea hayo maagizo yake akayaweka kifuani, akaenda nayo, yanafunua njia ya uzima. Hataungua, hatateketea, hataishi milele. Ni Yesu mwana wa Mungu aliye. Mwanadamu akikubali maagizo yake kuiweka kifuani pake, ndani ya moyo wake atawataa, atatembea nayo. Huyu mwanadamu anatembea kwenye uzima, hatapata uzima wa milele, hatakufa, ataishi. Na neno hilo haweza kukuokoa mwanadamu kawa salama, haweza kukuokoa kijana ukawa salama. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Shetani ameweka moto, wanadamu wanatembea na mauti yao ndani ya kifua. Yaani mtu unapoenda kuzini, ule uzinzi umezini tu ghafla, mle kifuani na moyoni umeweka ule uzinzi, unazungumza na wewe. Yule demu nitamwendea baadaye, tunawasiliana. Mawasiliano kati ya mwanadamu, lakini yale mawasiliano yanakaa moyoni, umeyabeba mle ndani. Ule ndio moto wa kupunguza. Hiyo ndio jehena mwanadamu. Anasema mwanamke malaya ana sura ya kubembeleza, anaongea maneno kana kwamba mazuri. Malaya na kazi ya kumuiba mtu, kumtoa kwenye usalama, lakini anapoongea naye ni kama kuna kitu kizuri alichonacho. Malaya anayesema hapo ni shetani. Jinsi ambavyo anaweza kaongea na mwanadamu ni kama ni kitu kizuri anachoongea naye. Anamwambia kama ni mzinzi, anaongea kama uzinzi una uzuri fulani. Hapo anampa na style watu wasijue kwamba ana hawala. Alafu message akituma anazifuta, anazifunga, hata mume wake asijue kwamba ana hawala, wala message hawala sioni. Lakini yale yote anafanya mawasiliano yako kwenye kifua chake, yako ndani ya moyo wako. Huo ndio moto ambao utakuunguza mwanadamu. Usipatubu leo, yukamasiyo haliata zina mbingu, aweza kukuokoa uwe salama. Dhambi ni kifo, dhambi ni mauti. Lakini navyoongea na mtu haweza kaelewa. Hata kama amekosana jirani, atasema bwana anakusumbua nini? Unakula kwake.
Unatakaishwa nini uendelee kumbembeleza mtu? Achana naye, wala usimsalimie. Tena siku alifanya hivi na hivi. Anazao sana, amejiona. Mle ni mauti inaongea. Maana hilo sio neno linalokufanya utembee kwenye uzima. Hiyo ni mauti. Shetani analeta uadui, analeta ugomvi, analeta hasira, analeta mauti. Amesema hasira ya mwanadamu haiwezi kutenda haki ya Mungu. Yukaria haisioniona. Haweza kuondoa hasira, haweza kuondoa chuki, haweza ondoa ndani ya moyo wako. Mwanadamu kawa salama Bwana. Neno la Mungu linakuwa kama taa ndani ya mioyo yetu, linatuelekeza kutembea kwenye njia ya uzima. Unafanya mambo ambayo yanafanya kutengeneza nafsi yako ikauone uzima milele, ukaishi na mwenye roho milele na milele. Ni yule aliyeingia ndani ya Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye, akakaa ndani ya moyo wake, anapambanua mambo hayo. Anamwambia yule malaya, wewe malaya wewe, umedanganya dunia nzima. Wewe kunidanganya mimi. Toka wewe malaya bendelezi. Unanidanganya mimi, nianze kutii wewe. Alafu nianze kutembea na moto. Shetani, watu wa Mungu wamekwisha kuhukumiwa. Hana sehemu yeye ya kutubu. Yeye ni Jehanamu. Amebeba ule moto, anaweka ndani ya mioyo ya wanadamu, tembea nao ndani ya vifua. Mtu anazini, anajifanya hazini. Analoga mwingine, anamtendea hila, anamtendea jeuri mabaya, hapa anafanya hatamtendea. Kumbe yale anayofanya yamo ndani mwake. Huo ndio moto. Hicho ndio kifo chako mwanadamu. Mambo unayotenda ndio kinyume na Mungu, yanazungumza na wewe. Na anaongea na kubembeleza, yana anakupamba kwenye mambo unayofanya. Yeye umemkomoa, tena umfanyishe kabisa. Kamlipishe. Saizi watu wanalima, wengine wanalimishwa kwa hiyo. Kipindi mimi nimeokoka tu, nilikuwa neema ya Mungu, nilikuwa nimeokoka, nilikuwa na shamba Kipoti hapo ng'ambo. Nikaenda shamba, nimebeba jembe. Kuna watu wanalimisha watu. Yeye halimi. Nikafika shambani, nimeenda kulima viazi. Nikaanza kusesa. Nikaanza kubona. Sasa kubona kaja mama mmoja. Amebeba majembe haya. Yeye pembeni ana majaruba, mimi nalima viazi. Akayasimika majembe. Aliposimika yale majembe, hakulima yeye. Akapandisha juu kuongea na jirani. Yaani kama anazungukia majaruba yake, kama anazunguka, baadaye nikaona yuko kule juu kama anaongea. Kafa anasikia nguvu inanitoa shambani. Yaani kuna hali fulani katika Mungu wao kama navutwa. Nitolewa kulima viazi, nikavuruga nini? Yaani wachawi wanazarau sana. Tena mimi naogopa kweli majaruba kuvuruga. Yeye ni salama yetu, yeye ni amani yetu. Ukiwa na Yesu Kristo, tembea na neno lake, tunatembea kwenye njia ya uzima, tunakuwa salama Bwana. Hatuone na ibilisi, hatulimisi majaruba. Ni ndani ya Mwana wa Mungu aliye hai. Ukikubali jioni ya leo utakuwa salama Bwana. Mambo yanatendeka rohoni, indicator ya rohoni na kupa taarifa kuna kitu kinaendelea. Nikaanza kukemea shambani. Toka kwa jina Yesu. Toka kwa jina Yesu. Kwa jina Yesu uniwezi. Ninakuapisa, una mamlaka. Unaweza nililima huyo mama. Namaliza maombi hadi maondoka na yeye akarudi akachukua majembe akarudi masafu. Kisha zoezi lake siku amefeli. Wana kulimisha mara ngapi? Na wako ngapi wanaotenda hayo? Tatenda chai bakarini. Kazi mbavu, wani moto, yani jehanamu yako mwenyewe. Hicho ni kifo. Tubu mama leo, tubu kijana leo, tubu baba leo. Yuko mwanaume mmoja aliyejitoa kwa sadaka msalabani ili mimi na wewe tuokolewe. Nani ya Yesu okolewe? Mtu anasikia hizi habari, unakuta mle moyoni anakataa. Msikilize shetani atakavyombemeleza. Yana anaongea na shetani kile kitu atakubali. Lakini hizi kuzikubali moyoni, ninamwambia yani achana nazo hizo. Hamna shida. Tende na mimi. Kama ilivyo malaya. Malaya anavyotafuta kumharibu mume wa mtu, ana staili na mbinu wamechukua kwa shetani baba yao. Anavaa nguo kakulalia, ameoga makadawa, si ameweka manini mdomoni, sina manini nini, akitana mbeba, anambusia njuma uzeki. Yani wakeli. Nikikona jisikia vizuri. Niko kubembeleza. Mafunuo haya ni ya kuzimu. Ili yule mwanaume asahau kabisa yeye anakuwa sasa kaza nanda. Kwisi ndivyo ndivyo paparazzi na familia
umeibiwa mwanaume mzima. Toka Yesu kuokoe. Ndani yake tunakuwa salama Bwana. Tunaokolewa kwamba na mabembelezi ya malaya. Yesu akiingia moyoni unakuwa salama roho na mwili. Ndani yake tukinama maana tuko mbali na maonezi ya ibilisi. Huyu mwanaume nampenda. Heri ungempenda jioni ya leo iwe salama. Kama anavyofanya makaabu unaona wanaovaa nguo za kulalia. Jinsi wanavyokudanganya wewe. Pako na sahau na familia. Hayo mafunuo wamechukua kwa malaya mkubwa anayewekeza vifaa hivyo. Na mafunuo hayo ndani yao ndio shetani. Anazungumza na wasomi na wasiosoma. Matajiri na masikini. Kila siku anazungumza nao kulingana na hali alionayo inamuongelesha. Wewe angalia anavyombembeleza ili akavute sigara. Unaoneje saa hizi ukazimwe moja ili mapafu yakae vizuri. Ukisima moja hiyo utasikia pana kaa sawa. Anaenda kununua sigara imeandika hatari kwa afya, lakini yeye ana sauti ile ya mabembelezi. Ya yule malaya aliyekuiba hatakuomba huyo kimbia jioni yuko baba hakuita kitano leo hakuita baba ya tasa kutembea na mauti ya milele hiyo. Karatasi limeandikwa tena sio Kiingereza. Hata kama ulisoma mpaka la 7 hata la 4 hata la 2. Hatari kwa afya. Yeye mabembelezi yale malaya amemmaliza mle. Tena anasema siwezi kulala. Lazima nitulize mapafu ndio nitatulia. Unadhani nini? Mle mna sauti. Kuna maelekezo. Sauti ile msukuma ile inaongea naye inambembeleza, inamgeuza. Na ni kweli akitoka hapo, eti kama anajisikia vizuri, amemgeuza mpaka fahamu na fikra. Sikiliza mtu wa Mungu. Hapo hujawa salama. Hiyo ndio moto uko kifuani pako. Ndio moto. Hiyo ndio tena mioko. Hicho ndio kifo cha roho yako. Yuko baba wa jioni leo. Ni upendo kwa wanadamu wote. Neema na rehema zake zaweza kukuokoa jioni leo. Akiingia huyu mwanaume, yale maagizo yake yanaanza kuzungumza ndani yetu. Yaani sasa hivi huna Yesu humo, anazungumza yule malaya. Yaani atakuelekeza mambo mengi ya kufanya. Anakuchaza humo kifuani, anakuchaza vichwa, anakuchaza moyoni. Hata kama umefokea kidogo linaanza lenye kuleta tatu. Hii dharau hii. Amekufokea hivi kwa sababu ametoka kwa malaya. Siku ile alifanya hivi. Anakuchaza vitu vya kufanya wewe ufanye mambo ambayo ni ya mauti. Utembee na moto kifuani. Anasema je, mtu aweza kuchukua moto uweke kifuani pake alafu huyo mtu asiteketee? Dhambi ni moto watu wa Mungu. Inateketeza. Imeunguza wengi. Watu wengi wanaona kama anacheka anatembea mle ndani ameisha dhambi imemaliza. Anazini hapa, anazini pale, anazini pale na mahala 8, 12 wengine akutana nao kwenye gari na zinao. Sio kwamba ile dhambi inamteketeza, lakini anapoongea shetani anamwambia kwamba anateketea. Kasende, kasonono, magonjwa zina, ukimwi, vyote vimo humo. Nimedhani huyo mtu analiwa kama mchwa. Mtu anaweza kula frame unaona mlango unafunga kila siku. Mtu unalika. Ndani kwa ndani utasikia siku moja kumbe sio siku hiyo unapoanguka. Ililika siku nyingi. Moto ulikuwemo mne ndani. Hiyo dhambi ndani ya moyo wa mwanadamu ni mauti hiyo. Yuko Bwana mabwana alisema amekwisha. Mwanadamu okolewe, awekwe huru, awe mbali na dhambi, asitembe na moto, asitembe na jehanamu. Kwake tunatembea kwenye njia ya uzima Bwana. Nampenda huyu mwanaume. Ni mwenyewe nilikuwa nanuna mno. Ukifokewa nitaongea humo hilo malaya. Mimi anakufokea kidogo tu. Hafla yenyewe umepata mlango wa kufungua. Yaani hizi ni dharau. Alikuwa na meno 32, akakunyanyasa nini? Unanisikia hivi mpaka lini haya maisha? Saizi ngoja nikwambie, tulia usiseme naye. Sawa shetani. Malaya yuko kazi na anajadiliana na mwana ni kama kitu kizuri. Na ndio maana umebadilisha wanaume kama nguo. Ni hivyo tu. Malaya alikudanganya. Inaanza kupanga kumwelekeza. Yaani ukiwa peke yako utarelax. Kwanza utawekwa huru. Unaanza kudanganya. Neno la Mungu linasema Injili ya Yohana, mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu, mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru, bali na dhambi, bali na laana, bali na vifungo. Kinachoweka mwanadamu uweze kuwa huru ni neno la Kristo kulifuata. Linakugeuza kama chapati kwenye kikaango wewe.
Hauwezi kuwa huru kwa sababu umevunja mti wako. Hauwezi kuwa huru kwa sababu umesikiliza maneno ya huyo malaya. Anakugeuza tu fahamu. Amedanganya wengi. Sasa hizo mama wengi wanavunja miti kweli. Hawataki kuolewa. Nataka niwe huru. Yaani nikiwekwa huru na kuja muda anaotaka malaya. Hakuna mwanadamu hivi atasema yako mtumwa wa dhambi huyu. Na shetani anaongea naye mnamwambia kwamba ni mtumwa wa dhambi. Kwa nini? Ni malaya, ni bembelezi wa nafsi za wanadamu ili wapoteze wasimwone Mungu milele. Na ndivyo alivyofanya kwako. Anamwambia mambo yaliyo kinyume na Mungu alione mazuri. Alafu ya Mungu alione magumu. Yaani aonekana ni utumwa. Kwa Mungu tu wa utumwa aliyetuma maana uzima wa nafsi zetu milele. Mwanadamu nafsi yake kubali kutekeleza maagizo ya Mungu. Hayo ni taa ya miguu yetu. Anasema neno lako ni taa ya miguu yetu, tena ni mwangaza wa njia zetu. Ili tuwe salama, lazima tutembe na neno la Baba leo. Ndani ya hilo neno huma uzima wa nafsi za wanadamu. Kila anayemwenda yeye anakuwa salama Bwana. Neno la Mungu mwanadamu akilikubali moyoni akaliweka linaanza kuzungumza. Nasema naye samehe. Ni ndugu yako. Usimchukie. Maana neno linasema. Ile neno nakwambia lenyewe linasema. Amchukiaye ndugu yake ni sawa na muuaji. Hana sehemu ya ufalme. Yule mwanadamu anapona. Ile hali ya kumchukia mwenzake inafanyaje? Inateketea, inaondolewa. Moto hauonekani kifuani. Inaonekana neno lililo hai, lililo mwili, likaja kutafuta mwanadamu ili aokolewe. Linaishi ndani ya mwamini, linamwendesha ili mwanadamu awe salama nafsi yake, atembee katika uzima wa milele. Yaani neno likizungumza unasikia raha ambayo duniani haipo. Unasikia raha nafsini. Unasikia watu wengi nafsini na ndani ya mioyo yao wana misiba. Wana mambo hayana majibu. Kwa nini? Wanatembea na moto, wanateketea. Unamalizwa na ibilisi. Anaweka magonjwa, anaweka madhambi, anakuwa kama dichalala. Kila siku anakubembeleza na haya, ninakupakia mengine, ninakujaza haya. Kwa hiyo kikaa hivi. Yaani wakati mwingine ninasema sasa wewe Yesu mtu, nataka nimalize hata mwili. Maana kazi yake ni kuua. Hana mazuri huyo. Ana kazi ya kuua, lakini anaongea mwanadamu ni kama yeye ndiye ana usalama kuliko Mungu. Ni udanganyifu. Sijui nisoma wapi tu ya kudanganya watu. Nimedanganya watu wenye pesa na hata masikini. Wenye elimu ya juu, hata mmoja ingia darasa atachekechea. Wote ninawaendesha kwa danganya kila siku. Fanya hivi. Ni roho kamili na inazungumza. Na hata sasa hivi ninavyoaibisha inasikia. Maana inaelewa. Ni hai. Na Mungu ni hai na yeye liko hai inaongea. Hili hamna. Itawezekana. Utoke kwenye vifungo hivi wewe. Huwezi kutoka. Hili liko hivi, naenda hivi. Mwanadamu anafuata. Si hana Yesu wewe. Hawezi kupambanua, hawezi kuelewa ile ya Mungu ili la. Neno la Mungu likiingia ndani ya moyo wa mwanadamu likakaa. Neno ndio linamtambulisha mwanadamu aelewe yanayompasa yafuate. Akatae mabaya, aende kwa njia ya uzima. Akatae moto, atembee kwenye njia ya uzima ili siku moja tukamwone Baba aliye hai, tukaishi naye iko ndani ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ni mfalme, ni Mungu muumbaji. Anasema je, utaweza kuweka moto kwenye kifua chake alafu huyu mtu asiteketee? Waweza kuweka moto? Watu wanawasha majiko ya mkaa na pika. Hawezi kuchukua ule moto na toto na kijiko aweke kwenye kifua. Ila dhambi anaiweka. Wakati yeye anateketeza, inaua roho. Usimwone Mungu milele. Ndio maana mambo unafanya unaendelea kinyume na Mungu. Unajificha ficha, lakini moyoni unashuhudia haya sio. Haya na hatari. Moyo unashuhudia kwamba huu moto ulioweka hii hatari. Sitakuwa salama. Anatafuta mbinu ya kujificha. Analoga nifanya halogi. Anapangusa na kinywa kabisa. Yaani shetani ameweka mafunuo ya ajabu kwa wanadamu. Kama mwanadamu toka kwenye hayo, acha kumsikia huyo malaya. Amehukumiwa yeye. Unayo nafasi tena kurejea kwa Baba wao. Anasema nimesha neema na rehema kwa wanaotubu na kugairi njia mbaya. Shetani hana nafasi ya kutubu. Ndio maana sasa anafanya kazi mpaka makanisani. Hata kwa watu wanasema walokole, anafanya kazi kwa kazi kubwa. Anaelewa muda wake na mchache. Walokole wanajiita walokole hao watawi. Mpaka ni nabii wa Bwana.
nakutabiria unaenda kupata mume. Unadhani nini? Simama na utambuzi haya. Unamtabiria malaya apate mume kufanyaje nao 7? Ni Mungu huyo. Sio mtu anafanya kazi ya shetani. Amejiingiza kama malaika wa nuru kufanya kazi mbovu ndani ya kanisa. Tangu mwanadamu acha njia mbaya. Kama dhambi ni moto, dhambi ni jehanamu, ni kifo cha milele. Tangu leo acha njia hizo mbaya. Hawa ni waganga wa kienyeji, wamejiingiza kwa siri. Siku moja nilienda kwa mtu mmoja wa Mungu. Alikuwepo kanisani. Akaonekana muda mrefu. Muulize, umekuja mbona unaja kwa Bwana? Amekuja mtumishi mmoja ametutabiria hapo nyumbani, akatutabiria kweli mchungaji. Sasa tumeona tusali hapo. Jana alisema mambo ambayo ndio yako hapo kwetu. Tumetabiriwa mambo, tumetamkiwa mambo mazuri. Nikasema Yesu ana kazi ya kutabiria mambo au wewe wache dhambi twende mbinguni. Ya kama alikuwa anakutabiria anasema mambo ambayo hayapo. Unajua kama huyu ni mganga? Ni mganga wa kienyeji na mapepo ya utambuzi. Mungu neno lake la unabii ni kusema mwanadamu ageuka ache uovu, atembee kwenye njia ya uzima. Tukamwona Baba milele, nasi simgeukia mwenye nasi. Tusiache kwa Baba leo, ili mwanadamu awe salama, atembee kwenye usalama, anakuwa free, anakuwa na amani anapotembea kwenye njia ya uzima. Ananiambia, hamna. Tusali tu hapa ametutabiria mambo mazuri. Yaani naongea hivi hata mji huu. Baada ya kutabiriwa ndio alivunjika na mji wameachana kabisa. Ile toka wapi? Kienda wapi? Nauliza anasema alishaachana, si mmoja ameenda wapi? Si mwingine yuko wapi? Unaona hayo mama? Yaani shetani anafanya kazi mbaya sana. Toba mwanadamu. Nabii ni mwanaume mmoja tu. Aliacha enzi na mbingu. Aliambiwa Musa, Bwana Mungu wenu atainulia nabii ambaye atakuja. Kila mtu atakayemsikia nabii huyo, njia zake zitatembea kwenye uzima. Ni Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Huyo ndiye nabii wa roho za wanadamu. Ananena neno la unabii na kuitoa mwanadamu kwenye dhambi. Haiko kutabiria watu kupata magari. Nasi akipata gari unaenda nalo wapi? Tupo hapa saizi, kesho unaweza kuondoka. Unaondoka na gari wewe? Tupate Yesu. Ukiondoka umepata nafasi ya kuishi maisha ya milele raha. Gari za nini? Na usidanganyike mwanadamu. Haya maisha tunayoishi tuwezi tukawa na maisha aina moja. Hayo Mungu aliyokupa. Kubali kutubu gairi njia mbaya, njoo kwa Yesu, tembea kwenye njia ya uzima. Hata kama unakaa chini hapa kigoda hakipo, anakuelewa. Akitaka kutoa kwenye haya maisha atakutoa. Hata sipokutoa, tunaenda kuziona mbingu za Baba. Huko yako maisha ya milele. Huko ndio kuna kuliakis. Mbingu zimeandaliwa miaka 2000 na kitu za kuingia watakatifu walioshinda dhambi. Hatutumaini vizumba hivi. Hatutumaini ghorofa. Hatutumaini dunia na mambo yake. Yakaria hakiingia ndani ya moyo wako. Inaingia tumaini la kuishi na Baba milele na milele. Wala hivi hatuwezi kuvisema. Ana gari mtu halali anakaliwa na wachawi kama sofa. Kuna moja kwenye gari alikuta wamekojoa wachawi wamekunya, hapo wamemwaga na damu. Hizo gari ina kazi gani? Ina wokovu hiyo. Miguu si unaye Mungu amekupa, tunatembea tu na miguu. Lakini unajua lini utaondoka hapa wewe? Si umefugwa tu mwanadamu. Tengeneza njia zako. Acha kiburi cha gari wala nyumba wala gorofa. Acha kudanganya na hizo injili. Hao ni waganga, hao wanadanganya nafsi za wanadamu. Ili wasimuone Mungu akapotee. Anaweka moto ndani ya vifua vya watu. Na mimi nipate gari. Daka Prado. Hicho wanadaka. Wewe unadaka Prado. Unadaka Prado inatoka kwa nani? Huyo anayedaka mchaga. Huyo anayesema daka Prado ni muongo. Huyo ni malaya. Adake Prado inatoka kwa nani? Aliacha enzi na mbingu apiga mijeledi uchi. Wewe na mimi tupate Prado kweli? Sio nafsi zetu zizo za samani. Zisiibiwe na ibilisi. Tukatae malaya. Tusiende kwake. Amesema ni watu wangu, tokeni kwake, msiguse dhambi zake wala mapigo yake, maana dhambi zake zimefika mpaka mbinguni. Mungu anataka tutoke kwake. Usishiriki dhambi zake. Hiyo nafsi ni ya Mungu. Usishiriki dhambi za ibilisi wala mapigo yake wala moto anayotembea. Yaani shetani anatembea na moto, maana amekwisha kuhukumiwa. Ule moto anawapa na wengine ili waende wote kwenye moto aliohukumiwa. Usiwe wewe kuingia humo. Hasa unasikia injili. Toka kwenye moto leo. Toka kwenye moto leo. Hiyo nafsi
nafsi yako ni ya thamani, tena ina thamani kuliko unavyofikiria. Unaijua dunia? Dunia hii mwanadamu ta kwenye ukoo akiwepo mmoja ambaye hana hela anaonekana si wa thamani. Akijosha mkono anasema fumba macho wewe, tulia hapo. Tuambia nini? Dunia inasema hivi. Inawajua watu wa thamani dunia. Na inasema huyo ongea wewe. Mtaomba. Ongea wewe. Wengine nyamazi. Akimaliza yule mwenye hela, mmoja kusema na mimi na kusema poteza muda. Nyamaza. Na wewe binamu, sema wewe. Kuna watu wa kuwasikia. Mungu hayuko hivyo. Nafsi yako ni ya thamani kupita vitu unavyovijua. Ni ya thamani. Haijalishi ulio naye. Isipotee. Ila soko Baba kwa kufanya toba kwake tunakuwa level moja. Kwake tunaheshimiwa Bwana. Kwake Kristo mwana wa Mungu tunakuwa salama roho na mwili. Hivyo ulivyo. Ukija kwake anakuheshimu. Maana ile nafsi ndio ya thamani mbele za Mungu. Sio maabitu wanaoangalia watu wa dunia. Mtu akiwa na kigari akifika sehemu anaonekana wa maana. Sio hivyo kwa Mungu. Nadhani gari wewe imepandishwa wa maana na nafsi yako. Huko nazini unaleo umeporomoka na hiyo gari si kitu. Nimewahi kuona mimi kulikuwa na kijana mmoja alikuwa mwinjilisti. Tulikuwa tunahubiri wote Misungu. Yule kijana alinua kigari. Alivyougua amelazwa bugani. Kusikia kwamba amekufa. Siku hiyo ndugu zake ya kigari chenyewe kikibamiza. Hakuenda nalo. Alinua viwanja kwenda navyo. Nyumbani yake. Dunia na mambo yake inapita. Kama jaribu milele. Amesema na yadumu kufanya mapenzi ya Baba. Yeye atadumu hata milele. Nasi naondoka na furusi tu. Haiondoki na vitu ninavyotazamia hivi. Nimedanganya wengi. Hata ukifika kwenye makanisa waende kufanya mauzo. Sema Baba, pokea gari, pokea maisha mazuri, toka kwenye upangaji. Wapangaji waliopanga watakuwepo tu. Paka Kristo anakuja. Hakuna mtu akubadilisha maisha ya mwili. Wote watoe level moja, hakuna kitu cha hivi. Na kwa Kristo atuangalie mambo ya mwili. Angalia nafsi yangu ili kamuone mwenye nafsi. Maana jua ni mpitaji na msafiri. Amesema utaona na kulizika ni faida. Hatukuja na kitu duniani. Wala hatuwezi kutoka na kitu. Kama aliye thamani mwana wa Mungu. Akiingia ndani ya moyo. Anamheshimisha mwanadamu. Mwanadamu anakuwa thamani mbele za Muumbaji. Wao wanatakiwa thamani mbele za Muumbaji. Kwa sababu umekubaliana naye moyoni. Ndio kitu cha thamani. Hivyo unavyodanganya havina maana yoyote. Watu wanajifuna dunia. Akiwa na tohera, anamwenda huko, ana kiburi, anatembea namna yake. Utaondoka na hilo furushi. Hivyo vyote unavyojivunia, hautaenda navyo. Unaiba na kufanya ufisadi. Hizo natengeneza huo ni moto kifuani. Ni jehanamu yako mwenyewe. Sasa anasema nimepata nafasi. Napata nafasi ya kuiba. Baada ya kutubu kuacha kuiba, kuacha ufisadi, kuacha mabaya. Mwanadamu kwenye mabaya anawanda anasema ndio nitengeneze hapa. Yaani najaza benki, niweke kwenye mikopo. Hela ziwe zinazaa. Laiti ungefunguliwa fahamu. Ungejua kwa kuwekeza. Duniani kuna wezi na wanyang'anyi. Hazina iweka mbinguni. Kwa kutembea na Baba mbingu na nchi. Huko kuna hazina. Na hakuna wezi. Hakuna kutu. Kila mmoja atapewa sawa na hivyo wekeza kwake. Danganya na dunia mwanadamu. Na saizi mpaka kwenye madini yao wanadanganya na hayo. Wanaleta mahisa, wanakopeshana, wanatukanana, wanahusiana mapigo wapagani. Tutiwe nana chama, cha kwenye shida na la. Tukipata tatizo, tunachota hela, tukopeshane, tusaidiane. Ni mwokozi huyo. Amesema kumkopesha ndugu yako ni dhambi, ni machukizo. Kama unazo mpe ndugu katika Bwana, mpe. Na umpi yeye unafanya kwa Bwana. Hayo umeyapata wapi? Kuna sehemu waliuza shamba la mshirika. Tuna chama cha upendo. Wanatafuta majina mazuri. Huku wenyewe wamebeba moto. Kopa mama watu, kopa. Ameshindwa kurudisha. Wamekaa wapendwa wa Bwana sifiwe. Hela yetu kani? Umerudisha marejesho ya mwezi uliopita. Mwezi ule ukurudisha. Kuna faini. Wapendwa wanasema Bwana sifiwe mpendwa. Na faini ile imezaa. Wana mafaini makubwa kweli. Heri ungatubu, ungereje. Nafsi yako iwe salama, ni kutembea kwenye njia ya uzima.
Baba wa roho yu hai, ukitubu na kugairi aweza kuachilia. Yaani humo mpaka mchungaji wabo humo kwenye upendo. Mchungaji anayesamehe anafundisha madhabahuni, tusameheane jamani. Usipomsamehe mwenzio utasamehe. Huyo ndiye anasema fai. Mama watu hana nasema sina. Kwa hiyo unatupa nini tuuze? Basi natoa shamba ili uze. Wakati ana familia, shamba nalima ile leo watoto. Ni Mungu huyo. Mwanadamu. Mapato wapi? Lete! Yukalie! Haweza kukuokoa ukawa salama. Ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mwanadamu tutembea kwenye njia ya uzima. Hatutembei na mambo ya dunia hii. Dunia inaikataa na mambo yake. Tunaambatana na mfalme katika roho. Bwana ameacha njia ya uzima. Wengine hata kanisani hapo nje wanauza wali na chips. Nadhani Mungu huyu. Taabu mwanadamu acha njia mbaya. Hata miungu iliyoshika hiyo. Miungu ya pesa ina usalama anasio mwanadamu. Miungu ya dunia ina usalama. Huyo ni malaya mwadanganya maprani, amewajaza humo vifuani kama chura, amewajaza. Unajiona kama wana mafanikio kumbe wanapotea, unaangamia. Sasa tuna milaki. Sasa maisha ni sitawi, kumbe ndio unateketea. Sitawi ni nasi kuacha dhambi, ni kuacha uzinzi, ni kuacha ulafi, kuacha uchawi, kuacha uongo, kuacha hasira, kuacha tamaa. Huko ndio usitawi wa kuziona mbingu za Baba aliye hai. Hatujivunie mambo ya mwili. Hata watu wapagani wana magari ya kifahari. Hatuwezi kusema kwenye magari ya kifahari eti wamefanikiwa. Mafanikio ni nafsi ya mwanadamu kutoka kwenye uovu. Itembee kwenye njia ya uzima kama muone Baba. Haya yote yani kujilisha upepo ni ubatili chini ya mbingu bila kuwa na Mungu. Danganya nayo. Wanakaa kwenye vikao, wanasali, wanamaliza kusali wako. Mbona kanisani nimekuwa dangu. Hisa, sakos. Mlikuwa mnasali nini? Simekuwa pango la wanyang'anyi. Kuna mmoja ni mshuhudia akasema sasa, mbona sasa mchungaji walikuwa ndio wameweuka. Kwani mtu bila kuwa na Mungu alikuwa ameweuka. Nikasema kwa nini useme nilienda kanisa moja nimeisoka imejaa mle. Maana wamemaliza ibada wameanza kukabana. Wewe ile deni na wewe ya hatukuelewi. Wewe kwa wanasema neema imefunuliwa hatukataa tuache mabaya. Wako kukabana tena. Ni neema hiyo. Taabu hata njema ya mwanadamu. Toka kwenye miungu hiyo. Toka kwenye moto wa Jehanamu. Huo ni moto. Hiyo ni Jehanamu. Wala sio njia uzima ya ni upotevu. Ni maangamizo ya mwanadamu asimwone Mungu. Taabu hata hizo njia. Wakita wanajivuna. Siku hizi tumepata yani. Sasa hivi tumeendelea. Maendeleo yamefilisika kuibiwa. Maendeleo unalewa. Maendeleo mzinzi wa mwongo. Hata kusameheana mwezi. Mnali Mungu hela. Umeendelea nini? Umeibiwa. Umepomoka. Taabu hata njia mbaya. Kila mmoja anaelewa ndani ya moyo umeweka nini. Amesema mtu tu aweza kuweka moto kwenye kifua chake, alafu yule mtu asiteketee. Umeweka mambo ya shetani moyoni. Usiteketee kweli. Wakati yeye mwenyewe amebeba moto wa milele. Utateketea wewe. Unaingia kanisani una siri za shetani moyoni. Unalogo unajifanya hulogi. Tena umeficha ule moto. Unadhani utapona? Muongo unajifanya sio muongo. Unanuna uongee utukusamee. Umeficha hayo yote mapepo ya hasira. Yanazungumza na malaya yanaongea na wewe. Utateketea wewe. Taabu leo. Geuka leo. Funua malaya leo. Mpe talaka geuka kwa Mungu aliye hai. Kusudi lake ataka nafsi yako isaminiwe. Nafsi yako itembee kwenye uzima. Unamwambia malaya marufuku kukaa ndani mwako. Tena nimesha kujua wewe malaya wewe. Umeiba wengi mimi huniibi. Sitaki kukaa na hasira mimi. Nataka niingie kwa Kristo. Nitembee kwenye unamweleza anasikia. Ni shetani lina masikio. Tena linapoambiwa linaelewa. Unaliambia humu huwezi kukaa pepo la siku. Nataka kae Yesu. Mbona ni neno lake naingia kwake sitaki haya. Mabembelezi yako na umalaya huu ninawapiga busu watu kwenye nafsi. Yani hayo unayofanya ndio mazuri. Mabaya inakwambia mazuri. Hivyo unaona hivyo umefanya vizuri. Tena unaweka pesa. Eti iko hivi Paka dini hivyo. Udanganya baka dini wani Maria Bwana. Danganya baka dini mwanadamu. Sika mahali wa malaya mkatai. Amefumuliwa ngolewe humo. Rudi kwa Muumbaji jioni ya leo salama. Rudi kwa Baba roho.
na kwa kutuheshimisha. Ninampenda Yesu kweli. Anaondoa kiburi, anaondoa jeuri. Mtu aliye na Mungu ni mnyenyekevu, hana jeuri. Wote anaweka level moja. Hata ana elimu ya juu, hatembei na elimu, atembea na Yesu. Inalala kwa Yesu Bwana. Yaani wote mnashuka, kila mtu anamthamini mwenzake. Hamna yale mangunguli kwisha. Hata angevaa ndala mwenzio umetoboka, wala uwezi ukacheka. Unaenda hata kwa mshiko unamkuta kiti hana, mnakaa tu chini. Sasa kosa Yesu. Akaa chini, ni wakukaa chini, Mungu ameniheshimisha. Kumbe sio Mungu aliyekuumba. Nimekuheshimisha ni Mungu la dunia. Mungu wa mbingu na nchi ni mnyenyekevu. Ni mtakatifu. Hajibuni. Ni mnyenyekevu aliye hai milele. Ni mfalme, ni Mungu muumbaji. Watu wote anaonyesha unyenyekevu. Ukoje? Rejea leo. Ni pendo la Baba wa Roho. Taka kutembea kwenye njia ya uzima. Usikubali kuweka moto kifuani. Usiweke moto. Shetani amebeba moto, anawapa watu na anazungumza kama na mambo mazuri. Hana jema hata moja. Anaongea nao kila wakati. Mtu akikukwaza tu, nimeanza kuongea na wewe. Kwa nini nimekufanyia hivi? Kwa sababu hii. Kwa sababu ninaanza kukotoa mambo tabaya hapo. Hata yeye kama haelewi, hata kama alichosema amekukwaza, hajui yeye. Lenyewe linaanza kujaza kama chura uma mambo yake. Ili linakupembeleza, linakugeuza ili wewe uanze kufanya kazi zake mbovu, utembee na moto wake. Chukua hatua leo. Ukiingia kwa Yesu, tunamtambua hata kabla. Tunampinga. Amesema mpingeni Shetani, naye atawapinga, atawakimbia. Tunamkaribia Baba aliye hai. Tunampinga kwa jina la Bwana aliye hai. Kila jina tuliopewa na damu chini ya mbingu, kilitamka hilo jina, pepo zinaachia. Unaona zinakimbia. Unaanza kufikiria aliyo juu. Anameona alipo. Huwezi ukamwona bila neno la Mungu. Na inavyozungumza na huwezi ukalitambua. Ndio maana watu wengi wamefanya kaza huyu malaya, wanajiona kama ni wao wenyewe, kumbe ni lenyewe linawapembeleza. Akiingia Yesu ndio unalijua kwamba wewe malaya wewe. Mimi nakwambia humu ukai. Toka na utenamu yako ndio ibeba. Wewe mwenyewe uliasi ndio unatosha temena uwasabu humu ukai. Unashanga pepo. Yaani kama tunavyokemea pepo naombea mtu. Toka kwa jina Yesu. Sitaki humu. Tunakaa tu humu ukai kwa jina la Yesu. Ukai. Nini? Tuka wengi, tuka 35 hata mwe 100. Wote mnatoka wa kwanza hadi wa mwisho. Toka, hatutaki basi. Toka kwa jina Yesu. Baki mazungumzo. Mwaka huu. Tunaungua mno. Kumbe ilikuwa inaungua ilifanya haribu. Gereza za Shetani. Hata ndani ya moyo wako aweza kufanya gereza. Chukua hatua leo. Yuko mwanaume mmoja aliyeacha uzima mbingu. Mimi na wewe tuokolewe. Na sisi tembee kwenye uzima wa milele Bwana. Simama kwa miguu hiyo miwili Mungu aliyokupa. Hata kama uko mbali na mimi